Bila shaka hujambo mtazamaji wa Channel 10, karibu sana katika Zaidi ya Habari ambapo tumekuandalia taarifa mbalimbali ambazo zimegonga vichwa vya habari kwa kipindi cha wiki nzima. Yapo mengi tuliokuandalia, utasikia maoni ya wananchi, utawasikia viongozi pamoja na wachambuzi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi ni Neema Ndeto. Karibu. Na kwa kuanza Zaidi ya Habari, tunaanzia mkoani Iringa ambapo Machi 8 mwaka 2026 ndoto za mtoto mwenye umri wa miaka 13 mkazi wa Isakalilo katika manispaa ya Iringa aliyekuwa akisoma darasa la 7 zilizimika ghafla baada ya kuuawa kikatili kwa unyama aliofanyiwa na mtuhumiwa ambaye ni baba yake mdogo kwa kubakwa na kupoteza maisha. Kwa mujibu wa taarifa ya Jeshi la Polisi iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Iringa SACP Alani Bukumbi, amesema wamemkamata mtuhumiwa Benjamin Kikola ambaye ni baba mdogo wa marehemu aliyekuwa akimlea tangu alipokuwa mdogo. Mtuhumiwa huyo alikamatwa baada ya kutolewa kwa maelekezo ya mkuu wa mkoa Heri James ambaye alisisitiza kuchukuliwa kwa hatua kali za kisheria dhidi ya yeyote atakayebainika kufanya kitendo hicho. Mtoto huyo alitekeleza majukumu yake kama kawaida siku hiyo bila ya kufahamu kuwa majira ya mchana angeaga dunia kwa kukatishwa uhai wake katika mazingira ambayo aliamini kuwa yupo salama. Unyama huo umeacha simanzi na majonzi kwa wakazi wa Isakalilo ambao wamesema huenda vitendo hivyo vinachangiwa na uuzwaji wa pombe haramu za kienyeji majumbani na kuomba mkuu wa mkoa kupiga marufuku uuzaji wa pombe hizo majumbani. Mwenzetu Clement Sanga kutoka mkoani Iringa amezungumza na baadhi ya wakazi wa mkoa huo kuhusiana na tukio hilo ambalo limevuta hisia za watu wengi. Manispaa ya Iringa, mimi nimekuja hapa kubwa la kuongea hili. Waganga Iringa wamekuwa wengi mno, na waganga Iringa hawana vibali, na sisi ndo chanzo cha matatizo ya matukio haya. Tufike muda tuambizane ukweli. Kila siku tunaweka vikao. Waganga Iringa tumekuwa wengi na matatizo haya tunaambiwa sisi waganga ndo chanzo cha matatizo haya. Kila siku tunaweka mikutano, tunaweka vikao. Waganga Iringa wengi hawajulikani, wengine tunawaficha. Leo mganga Iringa anakuja, hana barua nikotoka, hajulikane nikotoka, tunaambua mganga. Lakini huyo wananchi mnawapeleka watu wanafanya matukio mabaya. Sisi tukizungumza ukweli tunasema hawana lolote, tunaambua tunacho, lakini sisi ndio viongozi. Mimi napenda kuipongeza Jeshi la Polisi, kwa kweli wametuonyesha ushikamano ambao hatuwezi kuuzungumzia. Mimi nataka nizungumzie uhalifu wa Naomi. Mimi nilikuwa ni mlezi wa Naomi kanisani. Mimi niwaombe wazazi wengine, yule mtoto alionyesha dalili ni muda mrefu. Sema kwa sababu hatakuwa na saikolojia kumjua mtoto. Ningekuwa nilijua mapema, tungeweza kulijua lile muda mrefu. Alikuwa ni mtoto ambaye changamani na wenzake. Pia alikuwa anaonyesha kabisa dalili kama hayuko sawa. Mimi niliuliza Naomi, wewe unaishi na nani? Akasema mama mkubwa. Kwa hiyo nilijua mtoto yule ni yatima. Kwa hiyo kwamba ile hali aliyokuwa nayo ni ya uyatima. Mimi ninaomba Jeshi la Polisi lisiishie tu kwa yule baba aliyemkamata, hata kwa mama yake naye kuna kitu anaweza kuwa nacho. Tukienda hivyo itatusaidia. Kwa hiyo ninaomba ndugu zangu, ukikaa na mtoto ukiona eleweki, hebu tujitahidi. Polisi wametuonyesha kitu, tujitahidi kumwangalia na kuwa naye makini. Mimi nilikuwa muda mrefu na Naomi namfundisha kule kanisani, ningekuwa niliyajua yale matatizo. Wananchi wenzangu, tunahitaji kuondoa ukimya. Manake mambo mengi yanayotendeka sio yako sirini. Tunayaelewa kwa sababu tunaishi huko kwenye jamii. Kwa hiyo ili tuweze kubadilisha kata yetu ya Isakalilo, maana yake kila mmoja awe ni chanzo cha kusababisha amani katikati ya kata hii ya Isakalilo. Ni mbaya sana na ni taarifa ngumu kwamba kimkoa Isakalilo ndio iwe ya kwanza kwa matukio magumu ambayo ni ya aibu. Jambo la pili, vilabu vimekuwa ni vingi, vilabu holela. Maana mimi ninachokielewa, kama ni kilabu kinakuwa ni kilabu kinachoeleweka, watu wanalipia ushuru, wanaleta mapato kwa serikali.
la polisi, ninaomba mtusaidie katikati ya kata hii. Vilabu hivi holela, watu saa hizi unakuta wanakunywa pombe saa ngapi, wanafanya kazi saa ngapi? Mabadiliko ya kiuchumi na kimkakati ndani ya tasnia ya habari yameonekana wiki hii, ambapo wawekezaji wakubwa wanaona vyombo vya habari kama sekta yenye umuhimu wa kiuchumi na kijamii. Sekta ya habari imeonekana bado ina thamani kubwa kiuchumi kufuatia mfanyabiashara wa kimataifa wa Tanzania Rostam Aziz kuinunua kampuni kubwa zaidi ya vyombo vya habari huru Afrika Mashariki ya National Media Group yenye makao makuu yake nchini Kenya. Ununuzi wa kampuni hiyo unatajwa kuongeza ushindani wa vyombo vya habari Afrika Mashariki pamoja na kuleta ushirikiano wa kibiashara kati ya Tanzania, Kenya na nchi nyingine za ukanda huu. Zaidi ya habari imezungumza na baadhi ya wanatasnia kuhusu hatua hiyo, kwamba italeta tija kiasi gani katika tasnia ya vyombo vya habari kitaifa na kimataifa. Na awali ya yote taarifa hizi za ndugu Rostam Aziz kununua National Media Group, sisi kama taasisi tumevipokea taarifa hii kwa mtazamo ambao ni mtazamo very positive, mtazamo ambao ni chanya, kwa sababu una nia ya kuikuza na kuipanua tasnia ya habari kiuchumi na kisera. Kwa hiyo ni jambo jema. Hatua hii inadhihirisha ya kwamba ana uwezo wa kufanya mabadiliko makubwa sana kwenye tasnia ya habari, kumiliki hisa kwa 54% ya National Media Group, ambayo wana product zaidi ya 30 na wana vyombo vya habari ambavyo ni magazeti, TV pamoja majukwaa ya kimtandaoni. Ni hatua njema zaidi. Kwa hiyo kwanza tunatazama katika jicho la kiuchumi wenyewe kwamba ataajiri waandishi wa habari wengi, atalipa kodi. Tunatazama vile vile swala la kisera, atalinda uhuru wa vyombo vya habari, na hapa sisi kama MISA tunasisitiza sana katika kulinda uhuru wa vyombo vya habari. Nimesikia mapema sana alizungumza hata ingilia tahariri ya vyombo vya habari. Kwa hiyo hili ni jambo jema kwamba kama atakuwa anatekeleza hiki anachokizungumza, atafanya tasnia ya habari ijisimamie katika jicho la kibiashara na sio katika jicho la kisiasa au sio katika jicho la kimaelekezo. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba waandishi wa habari wetu wengi watapata fursa na wataingia katika mifumo rasmi ya kulipwa mshahara na vitu kama hivyo. Lakini kikubwa ni tuna maoni gani sisi kama taasisi, ni kwamba vyombo vya habari vinavyokuwa lazima tutazame sasa. Kwa mfano yeye amenunua vyombo vya habari vinakata cross katika Afrika Mashariki. Hata sisi sheria zetu na sera sasa turuhusu vitu kama hivyo, kwamba inaweza kawa mgeni akamiliki asilimia kubwa ya hisa, kwa sababu ana uwezo, ana financial muscle, uwezo wa kifedha, na ataleta mabadiliko chanya ndani ya tasnia ya habari. Kwa hiyo sisi tunapongeza na tunatoa tu rai au angalizo zaidi, ni kwamba asimamie kwenye uhuru wa vyombo vya habari, aruhusu uhuru wa tahariri ili waandishi wafanye kazi zao vizuri, na iwe kama biashara ambayo inajitegemea bila kupewa maelekezo yoyote. Kwa hiyo swala hili tunataraji sasa Rostam atakuwa role model ili wamiliki wengine wa vyombo vya habari na wao waweze kufuata haya ambayo yamezungumzia, hasa katika kusimamia uhuru wa tahariri. Lakini vile vile tumemsikia anasema hata punguza mfanyakazi hata mmoja, na badala yake ana plani ya kuweza kuja kuongeza. Ndicho kilio cha vyombo vya habari, atoe nafasi kubwa zaidi kuhakikisha kwamba wanachama wetu, wahariri wetu na waandishi wa habari kwa ujumla wanapata ajira. Uamuzi wa mfanyabiashara Rostam Aziz kununua National Media ni jambo la kupongeza, kwa sababu ni Mtanzania mwenzetu ambaye amewekeza katika chombo kikubwa cha habari chenye heshima kubwa katika ukanda mzima wa Afrika ya Mashariki. Tuna imani sisi kama chama cha wafanyakazi katika vyombo vya habari Tanzania, ununuzi wake huu wa hisa nyingi katika National Media Group kutaongeza maslahi kwa wafanyakazi. Kama unavyofahamu, National Media Group ndio ilikuwa ikiongoza kwa malipo makubwa kwa wafanyakazi wake katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunaamini itaongezeka zaidi malipo kwa wafanyakazi na hivyo waendelee kunufaika zaidi. Nadhani swala hili ni jema kwa Tanzania, kwa sababu kuwa na Mtanzania ambaye anamiliki vyombo vya habari vilivyoko Tanzania, Kenya na Uganda ni jambo zuri na itaongeza fursa za ushindani, na tunaamini sasa itafungua milango
kwa wawekezaji wengine wakubwa kuja kuwekeza Tanzania katika vyombo vingine vya habari, na hivyo kunyanyua maslahi ya waandishi wa habari, lakini vile kikubwa kukuza tasnia ya habari hapa nchini. Na tutoe tu wito, tuwaalike wawekezaji wengine waje kuwekeza katika sekta ya habari, kwa sababu imekuwa na changamoto nyingi, hasa kuhusu masuala mazima ya maslahi ya waandishi na uwekezaji mdogo. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri. Sisi kama chama cha wafanyakazi Tanzania tunapongeza na tunaamini wafanyakazi au wanahabari watanufaika zaidi na uwekezaji mkubwa wa Rostam ambao ataufanya. Na kingine kikubwa zaidi ni kubadilishana uzoefu. Nchi nyingine tunaona wako mbele sana katika masuala mazima ya uhuru wa habari. Kwa hiyo tunaamini kwa Tanzania kuwa na mwekezaji kutoka Tanzania atajifunza kule kwa nini wao wako mbele, na nadhani ataleta uzoefu huku ili kuongeza uhuru wa vyombo vya habari Tanzania na kufanya kazi kubwa kwa ufanisi na kuchangia maendeleo ya nchi yetu. Yaani ni hofu kubwa ya wanahabari na wadau kwamba labda huenda swala hili itakuwa amenunua kisiasa, lakini mimi naamini ununuzi huu wa hisa umetokana na uwekezaji wa kibiashara. Huu ni mfanyabiashara. Sidhani kama anaweza kununua hisa nyingi kiasi cha 54% ili tu atumie kisiasa. Mimi naamini kabisa ana nia ya dhati ya kukuza tasnia ya habari, na kama mwenyewe alivyosema hataingilia uhuru wa uhariri, na kama akitimiza hilo sharti kuto kuingilia uhuru wa uhariri, nadhani kabisa kwamba hatutaona kwamba ni jambo la kisiasa na ni uwekezaji kama uwekezaji mwingine. Na kama nilivyosema, tunaalika wawekezaji wengine waje wawekeze katika tasnia ya habari, kwa sababu bado uwekezaji uliopo ni mdogo na kuna waandishi wa habari wanazaliwa kila siku, na wengi wamekuwa hawalipwi mishahara, wamekuwa hawana mikataba. Kwa hiyo tunaamini wakijitokeza wafanyabiashara wakubwa kama hawa kuanza kuwekeza katika tasnia ya habari, kutaenda kunyanyua maslahi ya vyombo vya habari na kutakuza uhuru wa vyombo vya habari kwa ujumla wake. Na sasa tuelekee Dodoma, ambapo bajeti ya serikali ni mpango wa fedha unaoonyesha mapato na matumizi ya serikali kwa kipindi fulani, ambapo kwa Tanzania inaonyesha kipindi cha mwaka mmoja. Bajeti hiyo huandaliwa ili kuonyesha serikali itapata pesa wapi na itazitumia kufanya nini katika kipindi hicho. Umuhimu wa bajeti ya serikali ni pamoja na kusaidia kupanga maendeleo ya nchi, kuonyesha vipaumbele vya serikali, husaidia kudhibiti matumizi ya fedha za umma na kuongeza uwazi na uwajibikaji kwa wananchi. Wiki hii serikali imewasilisha mapendekezo ya mfumo na ukomo wa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka 2026-27 ambapo inatarajia kutumia zaidi ya shilingi trilioni 62.334 kugharamia bajeti hiyo, ikiwa ni ongezeko la 10.3% ikilinganishwa na bajeti ya mwaka uliomalizika 2025-26 ambayo ni trilioni 56.49. Kufuatia serikali kuwasilisha ukomo wa bajeti, mwenzetu Amani Mbando kutoka Dodoma amefanya mahojiano na mchambuzi wa masuala ya uchumi. Twende tukamsikilize. Asante sana mtazamaji wa Channel 10. Unaendelea kufuatilia kipindi hiki cha Zaidi ya Habari kutokea hapa jijini Dodoma. Mimi ni Amani Mbando, na Zaidi ya Habari kwa juma hili, kama tunavyofahamu, mwanzoni mwa juma hili serikali iliwasilisha bungeni ukomo wa bajeti kwa mwaka unaokuja wa 2026-27 ambao ukomo wake wa bajeti hiyo unakadiriwa kuwa ni zaidi ya trilioni 62.3. Sasa katika kuangazia hili kutokana na ukubwa wa habari yenyewe, kwa maana ya Zaidi ya Habari, tutakwenda kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi, ama huyu ni mtaalamu wa uchumi. Tutakwenda kuzungumza na mtaalamu wa uchumi. Huyu ni mhadhiri wa uchumi katika chuo cha elimu ya biashara kampasi ya Dodoma, Dr. Benedict, ambaye atajitambulisha zaidi na utapata nafasi ya kumfahamu. Kwanza Dr. Benedict, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Dr. Benedict Mwakabungu, kama ambavyo umenitambulisha. Ni mhadhiri wa uchumi kwa chuo cha elimu cha biashara kampasi ya Dodoma. Baki tu huko kwake. Naam, Dr. pengine kwa mtazamo wa kiuchumi sasa, kwa maana ya wewe kama mtaalamu wa uchumi, pengine ni nini ambacho kimechochea serikali kuweka ukomo wa bajeti ya trilioni 62.334 kwa mwaka unaokuja wa 2026-27? Nashukuru sana kwa swali zuri. Ni kwamba ukomo, nini kimepelekea serikali kuweka ukomo wa bajeti ya trilioni 62.33 fedha za Kitanzania? Ni utaratibu wa kawaida
kwa nchi yoyote na kwa taasisi yoyote kuwa na ukomo wa bajeti, kwa sababu kinachopelekea kuweka ukomo wa bajeti, iwe ni taasisi ama ni level ya serikali, ni kwa ajili ya kuweka nidhamu ya matumizi ya fedha. Kwa sababu unapoongelea bajeti unaongelea mapato na matumizi, nidhamu ya matumizi ya fedha. Lakini pia inasaidia unapoweka ukomo wa aina hiyo kuondoa namna ambayo unaweza ukaingia madeni yasiyokuwa ya lazima, na pia kuongoza kwenye uchumi, tunasema kuelekeza jitihada za mtu mmoja mmoja, za taasisi, lakini pia za taifa kwenye kutekeleza mambo fulani ambayo ni ya msingi na ya muhimu kwa maendeleo ya taifa. Dokta, ukiangalia kwa bajeti ambayo inatekelezwa kwa sasa ni trilioni 56.4, na huu ukomo ambao umewekwa trilioni 62.3 ni karibia ongezeko la asilimia 10.3. Pengine ukubwa wa bajeti hii unaendana vipi na ukuaji wa uchumi wa Tanzania kwa sasa? Asante sana. Hilo ni swali moja kwa moja linanihusu pia mimi kwenye eneo langu la kitaaluma kwenye uchumi. Ya ongezeko hilo la asilimia 10.3 katika bajeti, ukomo wa bajeti kwa mwaka 26-27 ukilinganisha na bajeti ya mwaka 25-26 hii ambayo tunaenda kuimaliza mwezi Juni, ni kitu cha kawaida, kwa sababu ni ongezeko la asilimia 10 ambalo hilo ongezeko lina aksi mambo kadhaa. Kwanza, ukuaji wa uchumi wa nchi, na uchumi wa nchi yetu umekuwa pasipo mtetereko kwa muda mrefu, kwa sababu nimefanya tafiti pia kwenye maeneo hayo ukichukulia kwa miaka kadhaa iliyopita. Kwa uchumi wetu umekuwa unakuwa kwanza, na pia bajeti inategemea ukuaji wa uchumi. Kwa uchumi wetu umekuwa unakuwa vizuri tu. Lakini mbali na ukuaji wa uchumi ni kwamba hili ongezeko pia kila kipindi kinapopita kuna kitu cha mfumuko wa bei ama inflation Sasa pia ina cover mambo kama hayo ambayo yanatokea. Kwa hiyo ongezeko hilo ni sahihi kabisa kwa kipindi hiki. Na bado tunaendelea kupata madini ya zaidi ya habari kutoka kwa mchumi huyu Dr. Benedict. Na pengine Dr. sasa labda serikali sasa katika kukusanya mapato haya, kwa sababu tunajua sehemu kubwa inatokana na uchangiaji wa bajeti huu unatokana na makusanyo ya mapato ya ndani. Serikali inaweza vipi kukamilisha ama kufanikisha ukusanyaji wa mapato hayo bila kuwaumiza au kuwatwisha mzigo mkubwa wa wananchi? Asante sana kwa swali lako. Pia ni kwamba, ndugu mtangazaji, Amani Mbando, ni kwamba nini inaweza ikafanya serikali pasipo kuongeza mzigo kama ulivyosema, kuongeza mzigo kwa wananchi ama wadau wake. Ni kwamba kinachoweza kufanyika ni kwamba katika vyanzo vilivyopo ambavyo vimekuwa na mapungufu ya ukusanyaji wa kodi, sawa, kuna vyanzo vingine vinakusanya 50%, vingine 70%, vinazidiana kutokana. Kwa hiyo ni kuweka mikakati sasa ya kuangalia nini kilisababisha kipindi kilichopita au kwa mwaka uliopita au miaka iliyopita kushindwa kukusanya mapato kwenye vyanzo vile ambavyo serikali tayari inavyo, basi ikapata majibu ya hayo kwamba changamoto ni nini, ikarekebisha hizo changamoto ili kuweza kukusanya mapato mazuri zaidi. Mchango wa sekta binafsi unaona wapi katika kufanikisha utekelezaji wa bajeti hii itakayokuja mwakani? Sekta binafsi duniani kote na kwa kila nchi ni sekta muhimu sana. Serikali peke yake haiwezi kufanya kila kitu, na sekta binafsi ndio ina mchango mkubwa sana. Kwa hiyo serikali ina wajibu wa kufanya majukumu yake bega kwa bega na sekta binafsi, kwa sababu sekta binafsi ndiko waliko wadau wengi ndiko waliko wadau wengi ambao wanachangia kwenye pato la taifa, na hivyo wanavyochangia kwenye pato la taifa, kwa sababu wanalipa kodi, pia watachangia kwenye makusanyo ama mapato ya serikali, ambayo yatachangia pia serikali kufikia lengo lake la kuweza kukusanya mapato kufikia trilioni 62.33 kama makadirio yake yalivyo sasa. Dokta, pengine ukiangalia kiwango hiki cha bajeti ama ukomo huu wa bajeti na ukubwa wake, unaweza ukachochea ama ukaongeza ukubwa wa deni la serikali? Okay, asante sana. Hapana, mimi siwezi kukubaliana nayo, kwa sababu kama ambavyo tumekwisha zungumza, kwa sababu ongezeko ni 10%, na 10% hilo linaziba ile mianya ya mfumuko wa bei
ambao umetokea inflation, lakini mbali na hilo pia linaendana na ongezeko la ukuaji wa kiuchumi. Kwa hiyo haliwezi kusababisha changamoto yote kwenye kukua kwa deni la taifa. Sasa, pengine kwa mtazamo wako wa muda mrefu, bajeti ya ukubwa huu inaweza kusaidia vipi kufikia dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 ambayo itaanza sambamba na bajeti yenyewe, kwa maana kwamba mwezi Julai tutakapoanza utekelezaji wa dira mpya, dira 2050, ndio tutaanza sasa na bajeti ambayo ni na ukubwa wake kwa namna hiyo. Okay. Nashukuru sana. Kwa kimsingi dira hii ambayo ya miaka 25 ambayo inatupeleka kwenye mwaka 2050 kwa mwaka, ambapo baadaye dira nyingine itaandaliwa, na hii ni dira ndio inaanza sasa mwaka 2025 2026. Hivi sasa kwa hii budget iliyopo imelenga, kwa sababu unapoandaa bajeti wanasema kuna mipango ya muda mrefu, ya muda wa kati na muda mfupi. Sasa hii bajeti mipango ya serikali ya muda mrefu ambayo itasaidia katika kuifikia dira ya 2050. Kuna namna yoyote ya bajeti hii kaathiri pengine ajira labda na maendeleo ya viwanda katika taifa letu, kwa maana kwamba katika kuathiri kwa namna ya hasi ama chanya kwa pande zote mbili? Ni sahihi kabisa, kwa sababu katika kuathiri kunaweza kuwa either positive or negative kama ulivyosema, hasi ama chanya. Yani kwamba kwa budget ilivyo sasa itaathiri ama itakuwa na athari, tunasema ama impact, athari chanya na inawezekana ikawa na hasi. Lakini kunapotokea na athari hasi, ni kazi sasa ya sera za serikali, ambapo tuna sera mbili duniani, kwa kila nchi ina sera mbili za kiuchumi. Kuna sera ya fedha ambayo tunaita fiscal policy, lakini kuna sera ya fedha ambayo inakuwa monitored au inatekelezwa na benki kuu ama inasimamiwa na benki kuu, hii monetary policy. Sasa kunapotokea labda kuna athari hasi kama vile labda mfumuko wa bei unatokea, basi hiyo ni wajibu sasa kazi sera ya fedha, hiyo fiscal policy kupitia Wizara ya Fedha inaangalia namna ya kupunguza matumizi ya serikali, kwa sababu ndio tiba kwenye hiyo. Lakini pia kwa upande wa benki kuu nao wana namna ya kucheza na sera ya fedha hiyo kuhakikisha kwamba hii athari hasi inapungua, haiwikali kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha kwamba uchumi wetu unakuwa bora zaidi kila wakati. Kwa hiyo inawezekana kudhibiti hizi athari hasi na tukajikita kuona athari chanya ambazo zinatija kwa maendeleo ya kiuchumi kwa taifa letu. Na hizo athari chanya pengine kama uchumi unaziona, kwa maana kwamba kwenye ajira na kwenye maendeleo ya viwanda? Ni sahihi. Ninaziona kwa sababu kwa bajeti hii, makadirio ya bajeti hii ya 26-27 hiyo ya trilioni 62.33 imezingatia maeneo mengi ambayo yanagusa ajira. Kwa mfano ajira kwa vijana, ajira kwa makundi mbalimbali maalum, unaona yanagusa huko. Lakini pia yanalenga pia kuendeleza viwanda, ambavyo viwanda sasa kama ulivyouliza awali, sekta binafsi nayo ina wajibu wa kutengeneza hizo ajira. Kwa hiyo serikali inatengeneza kupitia bajeti hiyo, sasa makadirio hayo itatengeneza mazingira mazuri kwa sekta binafsi kufanya vizuri pia, na ikifanya vizuri maana yake itatengeneza ajira kwa watu. Asante. Naam. Mtazamaji wa Channel 10 unafuatilia zaidi ya habari. Huyu ni Dr. Benedict Mwakabungu, huyu ni mhadhiri wa uchumi katika chuo cha elimu ya biashara campus ya Dodoma. Tulikuwa tukizungumza naye kuhusiana na taarifa ambayo ilijiri ndani ya juma hili, mwanzoni kabisa mwa juma hili, ambapo serikali iliwasilisha kwa wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania taarifa ya ukomo wa budget kwa mwaka 2026-2027. Mimi ni Amani Mbando, narejesha matangazo haya ya studio kwa ajili ya kuendelea na kipindi hiki cha zaidi ya habari. Asante sana. Na mtazamaji, hii ni zaidi ya habari, na sasa tuelekee kule Tabora ambapo mtoto anatajwa kuwa ni baraka kutoka kwa Mungu, lakini usemi huu huharibiwa na baadhi ya kina mama ambao hudiriki kutupa baraka kwa kile wanachodai kuwa ni ugumu wa maisha ambao huchangiwa na baba wa watoto hao ambao huwakataa ama kusema kuwa hawakujiandaa, wakati wapo wanawake wengine
wanaotafuta baraka hiyo katika maisha yao yote bila ya mafanikio. Vitendo hivyo vimekuwa vikijitokeza katika maeneo mbalimbali hapa nchini, huku baadhi ya watoto wakipatiwa msaada na wengine wakikutwa wamepoteza maisha kulingana na mazingira wanayokutana nayo au wanapotelekezwa. Wiki hii Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amemwasili mtoto mchanga wa kike katika makazi yake Ikulu Chamwino mkoani Dodoma, aliyepewa jina la Grace Samia Suluhu Hassan, aliyetelekezwa na mama yake mjini Nzega mkoani Tabora. Mtoto huyo aliokotwa Januari 17 mwaka huu akiwa ametelekezwa katika eneo jirani na nyumba ya wageni ya Kasulu, Nzega mjini. Mwenzetu Adela Moses amezungumza na baadhi ya wakazi wa Tabora ambao wamelaani kitendo hicho cha wanawake kutupa watoto wakati wana uwezo wa kuwalea, wakidai wengine wanaendekeza mambo ya ujana. Miezi ya nyuma hapa katikati mkoa wa Tabora wilaya ya Nzega, kuna mtoto aliokotwa, alikuwa hana malezi yoyote wala hajulikani ni mtoto wa nani. Yule mtoto alipokotwa, watu wasalimialia mwema walipomokota wakaenda wakampeleka kwenye sehemu husika. Yule mtoto baada ya siku kadhaa alipewa jina la rais wetu, Rais Mama Samia. Lakini Mama Samia naye kwa kuguswa kuona yule mtoto kapewa jina la kwake, naye akajihisi kama ni mtoto wake, kama mama, kama mlezi, akabidi amchukue yule mtoto aishi naye. Hii amefanya Rais Samia, lakini hajafanya kama rais, amefanya kama mama, ameguswa kama mzazi. Kwa hiyo wazazi wenzangu, mimi nawaomba mtu yoyote, watoto sasa hivi wanahangaika mtaani, watoto wanatelekezwa na wazazi ambao hawajulikani. Kama unaguswa wewe mzazi, chukua, nenda fuata utaratibu mbalimbali wa serikali, chukua yule mtoto wende ukaishi naye. Maana yake sadaka si kama vile tunakwenda kwenye taasisi zetu ambayo tunaenda kusali, tunaenda kutoa sadaka. Sadaka iliyo bora ni sadaka ambaye ya kuangalia yatima, ya kutoa kwa ambao watu hawana uwezo. Kwa hiyo sadaka ya kwenda kumchukua mtoto ambaye hana wazazi wala walezi, alikuwa ametelekezwa, hiyo ni sadaka bora sana kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo taasisi mbalimbali za kulea watu ambao hawajiwezi, watoto ambao hawana wazazi, nazo na wasi sana waende wakachukue watoto ambao wa mtaani ambao wanateseka na mambo mbalimbali, basi wawachukue waende wakaishi nao. Katika familia, mlezi wa kwanza ambaye huwa na machungu kuliko mlezi yoyote huwa ni mama. Manake kati ya baba na mama, mama ndio ana uchungu kuliko baba. Kwa hiyo Mama Samia kwa kitendo kile kaenda kumchukua yule mtoto na kwenda kuishi naye, hapo anaudhihirisha umama wake, yani ni mama bora. Kwa hiyo hata Watanzania hatukukosea kumuita Mama Samia, Rais Mama Samia. Kwa hiyo tulikuwa tuko sahihi, ameivaa uhusika wa umama kama mama. Kwa hiyo na wasi sana kina mama ambao wanatupa watoto. Hiyo roho mbaya ya kutupa mtoto inatoka wapi? Manake roho mbaya inatakiwa yafanye mwanaume. Manake mwanaume hapati zile hisia za uchungu wa kwenda kujifungua kama mama anavyojifungua mtoto. Mama unatakiwa uwe na hisia za ndani. Lakini wamama wa siku hizi ndio wanakuwa wanatupa watoto. Hiyo waache, wauvae uhusika. Kwa hiyo Mama Samia Suluhu Hassan amevaa uhusika kama mama kama mama. Kiukweli kama ambavyo mwanzo tuliguswa na ule mtoto kuwa mama yake mpaka saizi hajulikani, licha ya mkuu wa wilaya ya pale Nzega kutangaza madau mbalimbali, lakini bado hakufanikiwa kupatikana ule mama yake na ule mtoto. Lakini kiukweli kitendo alichofanya Rais Samia ni kitendo cha akielezea kimsingi kwa mtu ambaye ni mwanamke unayejua nini maana ya mtoto mchanga au nini thamani ya mtoto, hauwezi ukaelezea kwa hisia ukamaliza kile ambacho mkifanya Rais Samia leo. Ni kitu ambacho tumefurahi watu wa Tabora na wanawake kuliko ambavyo mtu mwingine anaweza kafikiria. Ni zaidi ya maneno ambayo naweza nikayasimulia kwenye kinywa changu hapa, vile ambavyo mimi binafsi tu na naamini wanawake wengine ni kama mimi tumefurahi kupita kiasi. Yani
Rais Samia sijajua nimwelezeni mwanamke wa aina gani, siwezi kusema, lakini itoshi tu kusema Mwenyezi Mungu ambariki sana, na huyo mtoto awe sababu ya yeye kufanikiwa mambo yake anayoyafanya, ikiwa ni pamoja na kulisimamia taifa leo katika hali ya utulivu. Mwenyezi Mungu ambariki kuliko kawaida. Yaani, kwa hiyo hii ni tafsiri nyepesi ya jina ambalo tangu mwanzo tumezoea kumuita la mama, yani badala ya Rais Samia bali anaitwa Mama Samia. Maana yake sasa ni mama kweli, kwa sababu unaona ambavyo yani mtoto ametoka Nzega tena hospitali ya wilaya huko sijui ndani kabisa huko, lakini mwisho wa siku mtoto leo tunapozungumza yuko Ikulu amepakatwa na Mama Samia. Ni kitu ambacho kiukweli we mama, yani tu Mwenyezi Mungu atajua anachokufanya, lakini akubariki kuliko kawaida. Shukrani sana kwako mtazamaji, lakini pia kwa niaba ya wote ambao wameweza kufanikisha kipindi hiki, mimi ni Neema Ndeto na kutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea.